Mheshimiwa Heche, ripoti ya Jaji Chande inaeleza nini kuhusu waliohusika na mauaji ya Oktoba 29? Na je, mnakubaliana na hitimisho lake? Shisia, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Kwanza kabisa, msimamo wa chama chetu, hatuitambui hiyo tume kwa sababu aliyeiunda ambaye ni Samia Suluhu Hassan hana uhalali wa kisiasa, kisheria na kimaadili, kwa sababu yeye alijipachika mamlaka ya nchi hii bila kuchaguliwa na wananchi kwa kutumia mtutu wa bunduki, na wakasababisha maafa yote hayo kwa sababu ya kuiba uchaguzi. Lakini vile vile vyombo vinavyotuhumiwa ni vyombo vya dola vilivyofanya yale mauaji, ikiwemo polisi. Ripoti inapendekeza hatua za kisheria zichukuliwe. Je, una imani serikali itatekeleza mapendekezo hayo kwa haki na uwazi? Taarifa ya tume inapokuwa ya uongo, kwa hiyo hata hatua zozote zinazoweza kuchukuliwa zitakuwa hatua za uongo. Kwa hatutegemei vyombo vya dola ambavyo vilifanya yale maovu vijichukulie hatua. Mathalan, mpaka sasa viongozi wote akiwemo IGP ambaye ni mkuu wa jeshi la polisi, akiwemo mkuu wa majeshi, akiwemo mkurugenzi wa usalama wa taifa, bado wako ofisini. Kwa hatutegemei hawa watu wawajibishwe, kwa sababu lengo la hii tume lilikuwa ni kufunika uchafu. Kwa mtazamo wako, ni mapungufu gani ya mfumo wa uchunguzi yanayochangia vurugu hizo na yanapaswa kurekebishwaje kabla ya chaguzi zijazo? Sisi tutakuwa tayari kuunga mkono tume ambayo itaundwa kwa ajili ya kutafuta ukweli, na sio tume ambayo itakuja kuficha ukweli. Na tume ambayo sisi tunaweza kuiunga mkono ni tume ya kimataifa ambayo itaundwa na vyombo aidha Umoja wa Afrika au UN, au tume itakayoundwa na SADC au itakayoundwa na Commonwealth, ambayo itakuja kutafuta ukweli wa kilichotokea. Kwa sasa hii tume hatuwezi kuiunga mkono, hatukiunga mkono na hatukubaliani kuipa ushirikiano wa aina yoyote. Ni mapungufu gani ya mfumo wa uchunguzi yanayochangia vurugu hizo? Tangu mwaka 1992 vilivyoanza vyama vingi vya siasa, tumekuwa tukidai katiba ambayo itatuwezesha kuwa na tume huru. Hii tume iliyopo ambayo inaitwa tume huru ni tume ambayo rais anateua mwenyekiti wa tume, rais anateua wakurugenzi wote, rais anateua kila mtu, anateua wale viongozi wanaosimamia kura kwenye zile wilaya, ambao wengi ni watu wanaotokana na chama chake. Ndio maana walikaa wakapika matokeo. Wewe na mimi na watu wengine wote wanajua tarehe 29 hakukufanyika uchaguzi. Ni hatua gani chama chako kinapendekeza ili kuhakikisha haki kuathiriwa na kuzuia kurudiwa kwa matukio kama hayo siku zijazo? Mapendekezo ambayo sisi tunatoa kuhusu athari za waathirika ni kwamba hawa watu hawajali wananchi. Ndio maana ukimsikiliza hata Samia alipokuwa anazungumza siku tume inatoa ripoti, amesema watafidia watu waliopoteza mali na wale waliopoteza viungo, lakini hajazungumza fidia ya aina yoyote kwa watu wengi, kwa maelfu waliouawa, ambao wameuawa na vyombo vya dola. Hakusema chochote kuhusu fidia ya hao watu. Sasa sisi tunaendelea kusukuma, na chama chetu kiko kwenye vikao vya kamati kuu. Baada ya kamati kuu ya leo, chama kitatoa position rasmi, lakini tutahakikisha tunasukuma ili watu wote wapate fidia ya madhara na madhira waliosababishiwa na serikali.